Naam, natumai buheri wa afya na hujambo mtazamaji wa EATV. Karibu katika kurasa dakika chache za kufahamisha machache kati ya yale mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kupekua kurasa kwa hili. Makamu wa Rais wa Tanzania Dr. Mohamed Gharib Bilal amesema maambukizi ya virusi vya ugonjwa wa ukimwi yamepungua nchini kutoka 7% hadi kufikia 5.1 mwaka huu. Katika hotuba yake aliyoitoa wakati wa maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani yaliyofanyika kitaifa Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, Dr. Bilal amesema vifo vitokanavyo na ugonjwa wa ukimwi vimepungua kutokana na watu wanaoishi na virusi vya ugonjwa huo kuhamasika kutumia dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi. Rai yangu kwa wale wanaotumia dawa za ARV waendelee kutumia dawa hizi kwa manufaa yao na ya wengine, na kila anayepima afya yake aendelee kufuata maagizo ya wataalamu na kutumia huduma zilizopo. Vile vile napenda kusisitiza ubora wa huduma hizi. Naagiza mamlaka husika kuchukua hatua kali kwa wanaosambaza dawa bandia za ARV. Awali akizungumza katika maadhimisho hayo, naibu waziri wa afya na ustawi wa jamii nchini Dr. Seif Rashid amesema wizara hiyo itahakikisha dawa za kufubaza makali ya ukimwi zinapatikana kwa lengo la kuhakikisha kila anayeishi na virusi vya ukimwi anazipata kwa wakati. Wizara yangu inaendelea kutoa huduma za tiba kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Huduma hii ambayo ilianza kutolewa nchini bila malipo mwaka 2004 imewanufaisha Watanzania wengi mijini na vijijini, wakubwa kwa watoto. Hadi kufikia mwezi Juni mwaka huu, Watanzania wapatao 1.2 walikuwa wameorodheshwa kwenye huduma za tiba na matunzo ya ukimwi. Katika maadhimisho hayo, makamu wa rais pia amezindua mkakati wa 3 wa kitaifa wa kudhibiti ukimwi pamoja na kukabidhi mashine za kupimia CD4 kwa mikoa kadhaa ya Tanzania. Wakati huo mtandao kusaidia walio kwenye mazingira magumu na hatarishi jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, NVRI umeadhimisha siku ya ukimwi duniani kwa kuwashirikisha vijana na watoto kwenye mchezo mbalimbali kwa lengo la kufikisha ujumbe wa ugonjwa huo kuanzia ngazi ya familia. Mkurugenzi wa shirika hilo Bwana Ezekiel William amesema lengo ni kuambia vijana na watoto kwamba unaweza kushiriki katika masuala ya michezo na kujiepusha kushiriki kufanya ngono zembe ili kuepuka ugonjwa huo hatari. Ni washukuru wazazi ambao wamekubali watoto wao kuungana na shirika hili NVRF. Lakini jambo la pili ni kwamba leo kwa sababu tunaadhimisha na maeneo haya tutakuwa tunapima mambo ya ukimwi, kwa hiyo wazazi wanakaribishwa kupimwa, lakini tunaomba wawalete watoto ili tuweze kuwalea katika maadili mema ili tupate taifa zuri la baadaye. Na sisi tunaiadhimisha kipekee kwa kuwajulisha vijana kwamba ukimwi upo na bado unaendelea kuua. Na kwa njia hii ya michezo tunaadhimisha kupitia michezo kwamba mtu unaweza kufanya ukajiepusha na ukimwi, ukajiepusha na mazingira ya vishawishi na nini. Kwa kuanzia ngazi ya chini ya watoto wadogo hadi vijana tunaadhimisha kupitia njia ya michezo. Tumalizie kurasa kwa hili. Wakazi wa Manzese, eneo la kwa mfuga mbwa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, afya zao zipo hatarini kufuatia kuziba kwa mfereji wa kupitisha maji taka na hivyo kusababisha maji hayo kutuama. Wakizungumza na kurasa, wakazi hao wamesema iwapo mvua zitaendelea kunyesha jijini Dar es Salaam watalazimika kuhama katika makazi yao kutokana na harufu mbaya inayotoka katika maji taka hayo. Sasa hali imekuwa mbaya sana, tena mbaya mno. Ndio bwana, hata sisi tunashangaa maana wakazi wetu hapa siku zote tunaambia jamani, malalamiko kila siku, tunalalamika kila siku hapa, unaona bwana, lakini bado maji yenyewe tuweka mazingira machafu kama hivi unavyoona. Hali ni mbaya, inaeleweka na viongozi wetu wanajua, kila siku wanapita tunao hapa, unaona bwana, lakini mpaka sasa hivi hawana ufumbuzi na yote. Tunashangaa mfereji unapojaa maji, haya maji yanatapakaa mpaka maeneo gani? Maji yanatapakaa barabara nzima, itakuwa ina maji hapa. Kama unavyoona hapo, maji ni machafu, mvua, afu mifereji yenyewe hawatengenezi. Kwa maji unakuta nasimama nazaliana mbu nini. Kwa ni nani tu, yani uchafu kwa kule ifai, yani itakuwa mifereji itatengenezwa kidogo pepa safi, yani nataka na kwamba maji yaweze kwenda, maji yaende yamesimama. Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa machache kati ya mengi yaliyofika mezani kwetu kwa leo. Kesho je, yapi yatajiri? Tafadhali usikose kutazama dakika chache muhimu za kurasa na kisha tuandikie maoni yako kupitia barua pepe yetu ya kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea kurasa, jina langu Steven Mumbi. Endelea kufurahia vipindi bomba na makini vya mwishoni mwa juma toka hapa EATV.